Na mtazamaji wa M15 TV, mbele yako ni wachezaji kikosi kizima cha klabu ya Simba, na katika uwanja huu wa Amani. Hivi ni viwanja vidogo vya pembeni ya uwanja mkuu wa Amani Complex, ambapo kama jinsi ambavyo unatazama tayari mnyama ameanza kazi yake. Hii ni program maalum kwa ajili ya kumwandaa wachezaji kwa ajili ya kwenda kwenye mchezo wao wa tarehe 20 katika mechi ya kombe la shirikisho barani Afrika, hatua ya nusu finali dhidi ya Stellenbosch. Kwa hiyo kama jinsi unavyotazama tayari wachezaji wote wamejizatiti, tunasema kwamba wamekamilika kiasi ambacho unaweza kusema kwamba mnyama hakika amejiandaa kweli kweli. Kama unavyotazama namuona Jean Chaza huwa, lakini vile Shefondo Malone ndani pia, kama unavyotazama ametoka kwenye majeruhi. Kwa hiyo hapa kinachosubiriwa ni kuona kama ataingia kwenye kikosi cha mwalimu, lakini tayari program imeanza. Na ikumbukwe Simba ndo timu pekee kama jinsi ambavyo unatazama katika michuano ya shirikisho barani Afrika ambayo timu ambayo pekee ni mwakilishi ukanda huu wote wa Afrika ya Mashariki. Kwa hiyo maandalizi haya ni kwa ajili ya kwenda kuiandaa ile raha ya kuhakikisha kwamba mambo yanakuwa sawa, raha ambayo mashabiki wa Simba wanaisubiri kwa udi na uvumba, raha ambayo wao wanaiandaa hapa katika viwanja hivi vidogo vya pembeni hapa New Aman. Elie Mpanzu Nkibisewala naye ni miongoni mwa wachezaji ambao wako hapa kwa mbali, kama jinsi ambavyo unatizama Dibra Fernandez Mavambo, Kibu Dennis Prosper, lakini Fabrice Luamba Ngoma, kocha msaidizi wa klabu ya Simba naye yuko hapa, Suleiman Matola, moja kati ya makocha ambao ameandika historia kubwa sana ndani ya Simba, kiwa kocha mzawa msaidizi, lakini akipeleka Simba katika hatua ya nusu finali kombe la shirikisho barani Afrika. Ikumbukwe katika rekodi ni zaidi ya miaka 32 Simba kufuzu katika hatua hizi kubwa, na mara kadhaa wamekuwa wakiishia hatua nusu finali, lakini safari hii mnyama Simba amevunja mwiko kweli kweli na kuhakikisha kwamba wanatinga katika hatua ya nusu finali. Na mpaka sasa ukiangalia ile facial expression ya kuanzia viongozi wa benchi la ufundi, wachezaji, ni dhahiri shahiri kwamba wanaitaka finali, na kama mnyama atafika hatua ya nusu finali, basi pasina shaka atakuwa ameweza kuwini uaminifu na mashabiki ambao walikuwa hawaamini kama mnyama ameshawahi kufika hatua hizo. Maana wengi ukiwauliza wanakuambia kwamba hawakushuhudia kwa sababu wameitizama watani zao Young Africans akiwa wamecheza hatua ya finali. Na safari hii kinachosubiria sasa ni kuona je, mnyama Simba ataweza kufika katika hatua kubwa kama jinsi ambavyo watani zao Young Africans walifanya. Tusubiri kuona kama inawezekana, na wao wenyewe wanasema inawezekana kwa sababu mwanzo wa msimu malengo ilikuwa ni kufika kwanza hatua ya robo finali, na baadaye walivyofika hatua ya kufuzu nusu finali, sasa hivi ukiangalia malengo makubwa ni kuhakikisha kwamba kombe linafika hapa Tanzania. Mnyama Simba Sports Club ni timu ya kwanza kwa hapa Tanzania kuweka rekodi kubwa, kufika katika rekodi kubwa za barani Afrika kutokea huku Tanzania. Kwa hiyo ni si Tanzania peke yake, ni Tanzania na Afrika ya Mashariki kwa ujumla. Kwa hiyo kwa namna ambavyo tunalifuatilia soka, dhahiri shahiri unaweza kusema kwamba mnyama hakika anataka kwenda kuandika historia nyingine katika soka Tanzania na Afrika ya Mashariki kwa ujumla. Kama jinsi ambavyo inaelezwa, tunafahamu kuwa mwekezaji wa klabu ya Simba Mohamed Dewji amekuwa akizungumza pasina kuficha kwamba shabaha yake ni kuiona Simba inaweza kutoa mataji barani Afrika na kuingia katika timu bora barani Afrika, na hayo tunakwenda kuyashuhudia mara baada ya kuona mnyama anafuzu katika hatua hizi kubwa zaidi katika ulimwengu wa mpira wa miguu Tanzania. Kwa hiyo
Tuko hapa kwa ajili ya kukuletea taarifa zote ambazo zinahusiana na Simba Sports Club hapa Zanzibar, na tumekita kambi kuhakikisha kwamba unapata kila taarifa yote ambayo itakuwa inajiri hapa ambayo inahusisha Simba dhidi ya Stellenbosch. Na ikumbukwe ziko taarifa ambazo zinasema kwamba wapinzani wa Simba Stellenbosch wenyewe watafika katika majira ya saa 2 asubuhi, kwa maana bado hawajawasili hapa Zanzibar. Kim Mnyama yuko hapa toka jana kuhakikisha kwamba wanaweka mambo sawa, mambo yanakuwa super kama jinsi ambavyo unatizama. Kimwangalia Karabush Ouma akiwa pamoja na Dibra Fernandez Mavambo, Yusuf Ali Kagoma naye huyu hapa kiungo wa mpira, lakini Radak Chasambi, Mohamed Hussein Zimbo Junior naye yuko hapa kuhakikisha kwamba mambo yanakuwa sawa. Mtazamaji, ni kuacha uendelee kutizama kile ambacho kinaendelea hapa katika uwanja huu wa mazoezi. Enjoy mtazamaji wa M15. Asante kwa kuchagua sisi. Mtazamaji, ni kuacha uendelee kutizama kile ambacho kinaendelea hapa katika uwanja huu wa mazoezi. Enjoy mtazamaji wa M15. Asante kwa kuchagua sisi.